Mvutano wa vita kati ya Marekani, Israel na Iran unaendelea kupamba moto huku mashambulizi yakiongezeka katika maeneo kadhaa Mashariki ya Kati. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Peter Hegseth, ametabiri kuwa siku ya Jumanne itakuwa moja ya siku kali zaidi za mashambulizi dhidi ya Iran tangu Washington ilipoanzisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya taifa hilo siku 10 zilizopita. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, Hegseth alisema Marekani itatumia idadi kubwa zaidi ya ndege za kivita na mabomu kushambulia malengo ndani ya Iran. Leo itakuwa tena siku yetu kali zaidi ya mashambulizi ndani ya Iran, alisema. Kwa mujibu wa waziri huyo, mashambulizi hayo yanalenga kuharibu mifumo ya makombora ya Iran pamoja na miundombinu ya viwanda vya kijeshi. Alidai kuwa Iran kwa sasa iko peke yake katika vita hivyo na inaendelea kupata hasara kubwa. Hata hivyo, Hegseth alishutumu Tehran kwa madai ya kutumia shule na hospitali kama maeneo ya kurushia makombora. Pia alisema idadi ya makombora iliyofyatuliwa na Iran katika saa 24 zilizopita ilikuwa ndogo zaidi tangu vita hivyo vilipoanza. Wakati huo huo, mapigano yameendelea pia katika mpaka wa Israel na Lebanon, ambapo jeshi la Israel limeripoti kufanya mashambulizi kadhaa ya anga kusini mwa nchi hiyo yakilenga miundombinu ya kundi la wanamgambo la Hezbollah. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo karibu na mji wa Tyre baada ya jeshi la Israel kutoa onyo la kuhamisha wakazi wa maeneo ya jirani. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, msemaji wa jeshi la Israel anayezungumza Kiarabu, Avichai Adrae, aliwaonya pia waliokuwa karibu na majengo fulani kuondoka mara moja. Onyo la dharura kwa wakazi wa Tyre na Sidon. Jeshi la Israel litalenga hivi karibuni miundombinu ya kijeshi ya kundi la kigaidi la Hezbollah, alisema. Muda mfupi baada ya onyo hilo, shambulizi la anga liliripotiwa kupiga jengo katika eneo la Abathia karibu na Tyre. Mashambulizi mengine ya anga yaliripotiwa usiku kucha katika miji kadhaa kusini mwa Lebanon, ikiwemo Al-Majadel, Shakra na Serifa. Mashambulizi pia yaliripotiwa katika bonde la Bekaa mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limesema operesheni zake nchini Lebanon zitaendelea, huku likidai kuwa kituo cha kamandi cha Hezbollah kilishambuliwa baada ya makombora kudaiwa kurushwa kutoka eneo hilo kuelekea Israel. Kwa upande mwingine, wizara ya afya ya Lebanon imeshutumu Israel kwa kushambulia gari la shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon, shambulizi lililoacha wahudumu wawili wa afya wakiwa na majeraha mabaya. Hezbollah nayo imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora kadhaa kuelekea maeneo ya kijeshi ya Israel karibu na mpaka. Kundi hilo pia limesema limekabiliana na vifaru vya Israel katika mji wa mpaka wa Qam. Hata hivyo, hali ya tahadhari imeongezeka nchini Uturuki, ambapo wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imetangaza kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot wa Marekani umepelekwa katika jimbo la kusini mashariki la Malatya kufuatia tishio la mashambulizi ya makombora kutoka Iran. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya NATO kuripoti kuzuia kombora la pili la masafa marefu lililorushwa kutoka Iran ndani ya anga ya Uturuki. Kwa mujibu wa wizara hiyo, mfumo wa Patriot kwa sasa unaandaliwa kuwa tayari kwa matumizi ili kusaidia kulinda anga ya Uturuki. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran iko tayari kuendelea na mashambulizi yake ya makombora kwa muda wowote na kwa sasa haifikiri tena kufanya mazungumzo na Marekani. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema vita dhidi ya Iran vinaweza kumalizika hivi karibuni sana, ingawa hakutoa muda maalum. Katika kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanza Februari 28, Iran imekuwa ikifanya mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya Israel na baadhi ya maeneo ya kanda hiyo. Mashambulizi hayo yamelenga zaidi miundombinu ya kijeshi, ingawa Iran imetuhumiwa pia kupanua mashambulizi yake hadi katika meli za usafirishaji na maeneo ya kiraia.
Katika hatua nyingine inayoweza kuongeza mvutano wa kiuchumi duniani, Iran imeapa kwamba hakuna shehena ya mafuta itakayoruhusiwa kutoka mataifa ya Ghuba ya Uajemi wakati wote ambapo Israel na Marekani zitaendelea kuishambulia. Tamko hilo limetolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC kinachochukuliwa kuwa karibu na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Kikosi hicho kimesema wanajeshi wa Iran watahakikisha hakuna hata lita moja ya mafuta itakayofika kwa maadui wao au washirika wao. Hata hivyo, wakati mvutano ukiendelea, bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka baada ya kauli ya Donald Trump kwamba vita hivyo vinaweza kumalizika hivi karibuni. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.